Raila hatukuelewi. Tangu totoni mimi nimezaliwa nikisikiaga Raila. Nimekuwa mtu mzima, niko na ndevu karibu kipara ikuwe ni bado ni Raila. Utazeeka lini ili tuachie na sisi pia uongozi? Nyinyi ni watu wawili ambao mnajuana kwa vilemba. 2007 mulifanya watu kukachomeka mpaka watu wakachomewa kwa kanisa. Tunaenda 2027. After 20 years mnatakaga kukua na vita kwa hii Kenya. Ni damu gani wa mnaitisha na mjaambiwa watu? Wewe Raila uliwekwa kwa Nyati House, uliwekwa kwa maji baridi kwa sababu ya kusumbua na bado unatusumbua hadi saa hizi. Unataka namna gani na hii serikali? Kalonzo amekuunga mkono karibu mara 10, unasema ni kigeugeu. Katikati ya wewe na Kalonzo ni nani kigeugeu? Raila mimi nakuambia, na mimi ninatoka katika familia ya Mika, unamjua vizuri. Alifanya kazi na babako sana, lakini hivi sasa anateseka ni kama tukukua kwa serikali. Serikali ya majimbo ilikuwa inasaidia watu. Hatukuwa tunatembea na vipande kama wafungwa. Winja maleri ni Raila. Ongeka kiboga konwa ne nyingi mar Kristo ngawa. Kai ni Raila Molo Odinga. Wange ni Raila Molo Odinga. Ani luangani Olive Onyango Otieno. To into mari mar Kristo ngawa. Ija lejo kosi ija roho. Kona neka uono. Mimi sijasoma kupiga kelele hapa. Ningekuwa kwa kazi zangu. Ya. Ningekuwa nafanya kazi zangu. Familia ya Moi inaheshimiwe na watu wote. Familia ya Kenyatta, mali ya Kenyatta na Moi iheshimiwe. Familia ya Maumau ya kina Gachagua kina nani iheshimiwe. Ogola mulimfanyia unyama, tunajua penye yako, muache kutuficha. Mtutolee penye Chebukati yako, muache kutuchukua watoto akili. Sisi ni watu tumekomaa. Haina haja muende watu mtengeneze sanamu ya mtu, muzike sanamu ya mtu na mmeficha mtu mahali. Mtu rudishie akombe arudi ili IBC simame. Kwa majina naitwa Olive Onyango Otieno. Mimi ni mkaaji wa Nakuru County. Nimezaliwa Kakamega. Nimesoma sehemu za kambi ya moto Kabarak. Na mimi ombi langu kuu kwa serikali, mimi si yuko kwa Ruto wala Raila. Ombi langu kuu ni kwa serikali ya kwamba sisi kama vijana tunadhulumiwa. Ya kwamba tunaambiwa tusome, tusipoenda shule tunashikwa na machifu, tunapelekwa shule. Tunapomaliza shule kutafuta kazi, tunauza mashamba ili tupate kazi. Hiyo ni yangu ya kwanza. La pili ni ya kwamba tunapopata kazi tena inabidi tunahongana ili tupandishwe cheo. Hiyo ni la pili. La tatu ni ya kwamba tunapopandishwa cheo tunapelekwa mataifa ambayo tunafaa tuuawe ili familia zetu wateseke. Ya nne ni ya kwamba tunapelekwa watoto wetu wasichana wanapelekwa Saudi Arabia wanarudishwa wakiwa maiti. Sasa mimi nataka niambiwa kwamba hii serikali tulichagua serikali ya utumwa ama serikali ya utumishi. Hiyo ni part number 1, phase 1. Phase 2 ni ya kwamba serikali ilitudanganya kwamba sisi kama wananchi wa Kenya tutakuwa tukikua katika njia ya kikanisa na katika njia ya dini. Ameugeuza kwamba dini zote zikuwe ni ya kwamba wimbo ya kwamba ni Ruto anasaidia makanisa. Tutajua kwamba wewe ndiye Mungu ambaye tunangojea arudi, ambaye uora anaishi kusema kwamba anarudi, ama wewe ni nani? La tatu ni la kwamba Raila hatukuelewi. Tangu totoni mimi nimezaliwa nikisikiaga Raila. Nimekuwa mtu mzima, niko na ndevu karibu kipara ikuwe ni bado ni Raila. Utazeeka lini ili tuachie na sisi pia uongozi? Mimi ujumbe wangu kwa Raila na Ruto. Nyinyi ni watu wawili ambao mnajuana kwa vilemba. 2007 mulifanya watu kukachomeka mpaka watu wakachomewa kwa kanisa. Tunaenda 2027. After 20 years mnatakaga kukua na vita kwa hii Kenya. Ni damu gani wa mnaitisha na mjaambiwa watu? Nina uchungu sana na hii serikali. Mimi ni kijana, mimi ni welder, ninafanya kazi. Saizi ninafanya kazi kwa familia ya Kihika. Sijalipwa pesa hadi saizi. Kwa sababu gani? Kama ni dini mnataka tuingie, hatutaingia hiyo dini yenu. Yeah. La pili ni ya kwamba Kabarak na Moi kote na familia ya Moi ilikusaidia wewe Raila, ilikusaidia wewe Ruto. Wewe Raila uliwekwa kwa Nyati House, uliwekwa kwa maji baridi kwa sababu ya kusumbua na bado unatusumbua hadi saa hizi. Unataka namna gani na hii serikali? Si tuachie tu pia sisi vijana tuingie kwa uongozi. Babu Owino ako pale, Joho ako pale. Kalonzo amekuunga mkono karibu mara 10, unasema ni kigeugeu. Katikati ya wewe na Kalonzo ni nani kigeugeu? Hii ni bunge la wananchi na kilio ya vijana ni hivi, ya kwamba vijana wetu waache kutekwa nyara.
Rule number 1. Rule number 2, wale ambao wanauza mashamba ili waingie kwa kikosi, waache warudishiwe mashamba yao. Rule number 3, mtu anapojiunga na jeshi apewe document zake. Nyinyi si watu wa kuwekea watu documents zao na kuchukua nayo loan kwa mataifa ili mpate pesa EU na UN huko ili mkaweza kutufanya. Msitufanye watumwa wa nchi yetu na shamba yetu. Jambo la karibu na la mwisho ni ya kwamba hili taifa limeteuliwa na Mungu, na mahali ambapo imefika itabidi tuachie Mungu ili atuweze kutupigania. Kwa sababu vita vyote tumepigana na sauti, tumepigana na mapanga na majembe. Pale Kericho kwa boda ya Wakisii Wajaluo na hata pale Maseno Wajaluo na Waluya wameishi kupigana. Wewe Raila umekimbia huko hivyo AU umeshindwa. Mbona usitatue kwako, nenda kutatua kwa wengine? Kama kwako kushindwa kunaungua, surudi upoeshe hiyo maji na maji baridi. Na kama kipara yako imekuwa moto, suitumbukiza ndani ya maji baridi poe. Raila, mimi nakuambia, na mimi ninatoka katika familia ya Mika, unamjua vizuri. Alifanya kazi na babako sana, lakini hivi sasa anateseka ni kama tukukua kwa serikali. Serikali ya majimbo ilikuwa inasaidia watu. Hatukuwa tunatembea na vipande kama wafungwa. Kila mahali ukiingia ati acha ID, kila mahali ni ID. Mbona usiturudishe kwa maisha ya majimbo? Tujua kwamba Likurua kikuja kwa familia anaambia kwamba huku kuna watoto wangapi waendi shule, kuna watu wangapi wanasaidia, kuna mayatima wangapi. Pesa za wazee mnakula mkisema mnatusaidia. Raila, wewe mimi ninakuongelesha kwa sababu wewe ni mtu wa nyumbani. Tawacho kama moka luor kawono ni winja maleri ni Raila ongeka kiboga konwa ne nyingi mar Kristo en ngawa kai ni Raila Amolo Odinga wange ni Raila Amolo Odinga ani luongani Olive Onyango Otieno to into mari mar Kristo en ngawa ija lejo kosi ija ro kona ne kawuono ariyo pega no ra Christian no ra Muslim okubigarwa ko kanzu kae tuchanganya in front of people, in front of the nation. Yeah. Mackenzie alifanya Kenya alifanya. What did you do as the nation? Yeah. Can you be smart, be intelligent people? Don't think as you think you are a thinker and yet you are failures. Yeah. We don't need a failing country, we need a prospering country. Mimi sijasoma kupiga kelele hapa, ningekuwa kwa kazi zangu. Yeah. Ningekuwa nafanya kazi zangu. Na jambo ambalo nakuambia kwamba my warning to this nation, I'm just a little boy, niko only 26 years old. I have a long way to go. Na kama mtaniteka nyara, I'm sorry about it, but let me, my sauti tabaki mahali hapa. Ya kwamba familia ya Moi inaheshimiwe na watu wote. Familia ya Kenyatta, mali ya Kenyatta na Moi iheshimiwe. Familia ya Maumau ya kina Gachagua kina nani iheshimiwe. Ogola mulimfanyia unyama, tunajua penye yako, muache kutuficha. Ya mwisho, Kivuitu mnajua penye mulimweka. 2007 nilifanyika Kenya ilifanyika. Tunajua kama wa Kenya, siri zote, hakuna siri kali, siri ni ya wananchi. Na tunakosaka kuongea kwa sababu ya kufinywa kila wakati. Mtutolee penye Chebukati yako, muache kutuchukua watoto akili. Sisi ni watu tumekomaa. Haina haja muende watu mtengeneze sanamu ya mtu, muzike sanamu ya mtu na mmeficha mtu mahali. Mturudishie akombe arudi ili IBC simame. Watu watakuwa kifanyia hapa ati kila mada ni kila baada ya miaka fulani. Kama serikali imewashinda, mturudishie serikali ya majimbo na mubarikiwe. Olive Onyango Otieno is my son name.